Ni usiku wa Jumapili ya Machi 15 ndani ya jiji la Dar es Salaam. Iliumbwa mbingu na ardhi, ukaumbwa mchana na usiku, na huu ni usiku. Karibu sana Dar es Salaam. Licha ya tofauti za Watanzania katika itikadi, katika kabila, katika ukanda na madaraja mbalimbali ya maisha, wote tunaunganishwa na football. Ndicho ambacho kinatukutanisha kwa wakati huu. Karibu sana Benjamin Mkapa. Ndiyo site ambayo tunaingia kwa sasa, ikiwa ni Machi 15, siku ya Jumapili iliyopendeza kabisa, ambayo imepambwa na taa zinazong'ara zinazopendezesha jiji hili, kitivo cha biashara Tanzania, moja ya majiji makubwa Afrika Mashariki na Kati, moja ya jiji zito Afrika. Ni jiji ambalo leo hii miamba yake miwili ya soka inakwenda kukutana katika mchezo wa ligi kuu ya NBC, miamba ambayo ilishiriki michuano ya CAF kwa ngazi ya club. Ni dabi ya Dar es Salaam, ni Azam dhidi ya Young Africans. Ni moja ya ratiba ngumu katika kandanda ya Tanzania. Azam wanapowakaribisha Yanga au Yanga wanapowakaribisha Azam, kwa namna yoyote ile inakuwa mechi yenye mvuto, yenye kasi na mabao. Hailali. Michezo mitano ya mwisho kwa miamba hii kukutana haikumalizika kwa sare. Yote amepatikana bingwa kwenye mashindano mbalimbali ambayo wameshiriki. Bendera ya Azam FC, timu ya kizazi kipya ambayo tayari ni mabingwa mara moja wa ligi hii, wapo hapa uwanjani kwa namba, wamejitokeza ili kuiunga mkono timu yao iweze kufanya vizuri, wakiwa wanafahamu mbele yao kuna mtihani mkubwa. Mabingwa watetezi Young Africans wanawakaribisha katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa, uwanja ambao utatumika katika fainali za Total Energies African Cup of Nations 2027. Ni uwanja ambao umekuwa tumaini kwa Watanzania, kwa wana Afrika Mashariki, kwa Afrika. Uwanja ambao tumeshashuhudia mechi nyingi za dabi mbalimbali, ikiwemo hii dabi ya Dar es Salaam. Zimeshachezwa nyingi katika uwanja huu. Leo ni siku nyingine tofauti, ni siku nyingine ya mapambo ambayo imepambwa na mashabiki waliojitokeza kwa namba katika uwanja huu wa Mkapa. Ndani ya uwanja wa Mkapa, ukiangalia wachezaji wanafahamiana kutoka timu zote mbili, wanasalimiana, lakini Captain Bakari Nondo Mwamnyeto yupo na Jigi Jiara ambaye ni captain wa zamani wa Stade Malien kutoka maeneo ya Sutuba jijini Bamako, Mali. Azam FC wanaimba, yupo ambaye amevua shati yake akishangilia kwa nguvu, lakini hapa wananchi na wenyewe wanapeana matumaini kwamba mchezo huu watafanya vizuri, wakiwa na kumbukumbu katika michezo miwili ya mwisho walimfunga Azam. Mmoja ni mchezo wa Mapinduzi pale Zanzibar, na mmoja ni msimu uliopita wa duru la pili la NBC, walishinda mabao 2-1. Prince Dube miongoni mwa stori mchezoni, ni nyota ambaye alitambulishwa Tanzania kwenye kikosi cha Azam akitokea Afrika Kusini, lakini kwa wakati huu yupo na jeshi la njano na kijani Young Africans. Mohamed Hussein, nyota ambaye amejiunga na Young Africans akitokea Simba, lakini alipita kwenye kupikwa kwenye kikosi cha vijana cha Azam, amekulia ndani ya Azam Complex. NBC Premier League raundi ya 13, mchezo wa dabi ya Dar es Salaam, mechi ngumu, haijawahi kuwa nyepesi kwa namna yoyote, haijawahi kuzoeleka kwa namna yoyote ile. Ni Azam FC, matajiri wa jiji, dhidi mabingwa mara nyingi zaidi wa ligi kuu ya Tanzania bara, na sasa ikiwa chini ya mdhamini NBC, wanaingia katika pitch, eneo la kuchezea. Miamba hii inakwenda kuoneshana ubabe, inakwenda kuoneshana uwezo. Tutarajie kuona mechi kali kama ambavyo inakuwa katika dabi zote za Dar es Salaam. Azam FC wenyeji, Faisal Salum Abdallah Fei Toto, moja ya nyota muhimu, moja ya nyota ghali katika ligi yetu ya NBC. Lusajo Mwekenda, captain wa Azam FC, naye yupo hapa. Kila nyakati inakwenda kuangaliwa hapa mchezoni.
Ni mechi ambayo Azam wanafahamu kabisa kwamba ni mechi ngumu kwa upande wao, lakini pia wananchi wanafahamu ni mechi ngumu pia kwa upande wao. Mechi ambayo unaangalia kila mmoja amekuwa bora kwa uwezo wake. Timu hizi mbili wamekuwa bora katika ligi kuu msimu huu. Hakuna ambaye amepotea kwenye kila mchezo ambao wamecheza mpaka sasa. Hakika Ibrahim Abdullah anaweka miundombinu vizuri. Nyota ambaye alifikiriwa pengine huenda asiwepo katika mchezo huu kutokana na maumivu ambayo aliyamaliza katika mchezo dhidi ya Tanzania Prisons, lakini yupo kikosini. Wana Lambalamba Hoka Mikato Azam Complex. Azam wapo hapa katika nafasi ya 3 katika msimamo wa ligi kuu ya NBC, huku Young Africans wananchi hawa wapo katika nafasi ya kwanza kwenye msimamo wakiwa na alama zao 35, huku Azam wakiwa na alama 27. Kikosi cha Ibenge hayupo Kitambala Bora, hayupo Jean Kamangangita, lakini pia yupo Zidane Ali Sereli, mabao mawili kwenye NBC Premier League msimu huu. Kiungo AI na mwita Faisal Salum Fei Toto yupo kwenye kikosi cha kwanza cha Ibenge, mabao 6, assist 5, akifanya kazi kubwa katika eneo la kiungo, eneo la mapishi. Lakini pia Aishi Manula sevu 11 akicheza katika michezo 5 leo, ameanza kikosi cha kwanza cha Ibenge. Apatoshe katika siku ya leo kwa upande wa Azam FC. Faisal Salum Abdallah Fei Toto, nyota mwenye mjumuiko mkubwa zaidi wa namba, ikiwa ameshahusika katika mabao 11, yupo uwanjani leo hii. Manahodha wote ni walinzi, wapo hapa kwa pamoja, wanakubaliana mambo mbalimbali, lakini seti ya waamuzi inaundwa na Ali Mnyupe kutoka Morogoro. Mwamuzi wa pembeni nambari 1 ni Mohamed Mkono kutoka Tanga. Mwamuzi wa pembeni nambari 2 ni Janet Balama kutoka Iringa. Fourth official ni Ramadhan Kayoko kutoka hapa Dar es Salaam. Kocha Pedro wa Yanga ni kama vile ameng'oa koki. Ameanza na German Machine zote kwa pamoja. Prince Dube mabao 6, Depu mabao 6 kwenye eneo la mwisho la Yanga. Hawanamchekea hata kidogo. Wanafahamu ni mechi ngumu ambayo inakwenda kuwavaa mabeki ambao wana uwezo mkubwa katika mipira chini na mipira juu. Depu na Dube leo wameanza kikosi cha kwanza cha Pedro Goncalves. Kikosi cha Pedro Goncalves kilivyoanza katika shepu ya 4 kwa 2. Jigi Jiara anakwenda langoni. Depu mshambuliaji hatari, ni picha la kutisha. Kandanda imeanza. Karibu sana Dar es Salaam, karibu sana Benjamin Mkapa. Hii ni NBC Premier League.